Kutokana na shirika la afya duniani WHO mwaka 2022 inaonyesha kwamba 30% ya wagonjwa wote wenye changamoto ya afya akili duniani ni vijana wa kuanzia miaka 15 mpaka miaka 25. Ilionyesha kwamba vijana wako kwenye hatari kubwa sana ya kuingia kwenye changamoto ya afya ya akili ukilinganisha na magrupu mengine ya watoto pamoja na watu wazima kuanzia miaka 30 na kuendelea. Vijana inaonyesha kwamba wako kwenye hatari kubwa sana ya kuingia kwenye changamoto ya afya ya akili ukilinganisha na magrupu mengine ya watu. Ni sababu gani ambazo zinafanya vijana waingie kwenye magonjwa ya afya ya akili ukilinganisha na magrupu mengine ya watu? Kwanza kabisa, kuna sababu nyingi ambazo zinafanya vijana waingie kwenye matatizo ya afya ya akili ukilinganisha na magrupu mengine ya watu. Kwa sababu kuu moja ambayo inafanya vijana waingie kwenye changamoto ya afya ya akili, kwanza kabisa, ubongo wa binadamu unakomaa mtu akifikisha miaka 25 mpaka miaka 27. Psychological stability inabi attend mtu akishafikia miaka 25 mpaka miaka 27. Lakini chini ya miaka 25 mtu anakuwa psychologically unstable, anakuwa hana uwezo wa kustahimili emotions, anakuwa ana uwezo mdogo wa kustahimili changamoto ambazo anakutana nazo kwenye maisha. Hiyo basi anakuwa na uwezo mdogo wa kupambana yeye mwenyewe na stress au vitu ambavyo vinaweza kumsababisha aingie kwenye magonjwa ya afya ya akili. Kwa hiyo vijana wanakuwa na ule uwezo mdogo wa kupambana na changamoto mbalimbali ambazo wanakutana nazo kwenye maisha, kwa sababu tu kwamba ubongo wao unakuwa bado haujamachua, ubongo wao unakuwa bado haujakomaa. Kwa hiyo wanakuwa kwenye uwezekano mkubwa wa kuingia kwenye changamoto za afya ya akili ukilinganisha na watu wazima, hasa wa kuanzia miaka 30 na kuendelea.